Yanga ni tishio kwenye kundi hili. Yeah, of course kilichotokea jana kwenye mechi ya Yanga na JS Kabylie, Yanga walichokifanya ile ni zaidi ya ubuntu boso. Yaani wamefanya hujuma za hali ya juu. Yaani kiasi kwamba JS Kabylie wamekutana na kitu tofauti kabisa na matarajio yao. JS Kabylie walikuja wamejipanga kukimbiza mwenge mwanzo mwisho. Sasa kitu ambacho kimekuwa ni special na surprise kubwa sana kwao kutoka kwa Yanga, kuanzia hadi mashabiki zao, yani mpaka wachezaji, ni kwamba Yanga waliweza kumaintain na kuhimili ile mikiki, yani ile pressure Yanga waliipokea na kuimeza. Sasa hii issue sio issue ndogo. Wataalamu wao wanajua sijui ni nini, lakini sisi wagaigai tunajua ni kwamba Yanga waliweza kuhimili mshike. Sasa binafsi mpaka sasa hivi ninaona kama Yanga ni ndo timu tishio kwenye kundi lao. Sawa, kuna Ahali, kuna AS FAR Rabat, JS Kabylie wenyewe, lakini mpaka sasa hivi timu ambayo imefanya maajabu, imetisha ni Yanga. Sasa hivi wamecheza michezo miwili na Yanga amefanikiwa, wanaenda sasa kwenye break wakiwa na alama 4. Na sasa hivi wanategemea yani kwamba watarudi kwenye mashindano, lakini Yanga atakuwa na point 4 na kuna uwezekano Yanga akafanya marekebisho na namna ambavyo wanatumia nafasi, jinsi pengine ni watu labda watasajili mtu ambaye anaweza kutumia nafasi chache zitakazokuwa zinatengenezwa na timu. Kwa hiyo naona kabisa kwamba Yanga ni tishio kwenye kundi lao msimu huu wa CAF. Kwa hiyo sasa tuangalie Ahali wanaenda kujipangaje. Nao wamemaliza wana point 4 kama Yanga, lakini Yanga na faida hajafungwa goli hata moja. Ali kafungwa goli moja, ameshinda goli, ana goli 4 lakini kafungwa goli moja. Yanga pekee ndo hajafungwa kwenye ili kundi lao. Kwa mpaka sasa hivi mimi kitu ninachokiona ni kwamba Yanga ni tishio kwenye kundi hili lilikuwa ni kundi la kifo. Lakini binafsi mimi sikutarajia kwamba Yanga ndo angekuwa tishio kiasi hiki, kwamba hata Waarabu wenyewe kwamba wanafikiria kwamba sasa tunaenda kuchezaje na yani mpaka sasa hivi Waarabu wanawaza sasa kwamba watakuja wachezeje, yani wachezeje hapa, watacheza vipi na Yanga? Awe away ni moto, awe nyumbani ni moto. Sasa hapa wataalamu tuambie kile kilichotokea pia kwenye mechi ya JS Kabylie na Yanga, ile pressure, ile speed ya mchezo, ile kitaalamu inaitwaje? Njoo hapa kwenye comment tuambie ni nini ile. Ciao.